Sasa kabla Yesu haja kufa kwa ajili ya dhambi zetu, aliyekuwa na nguvu za mauti ni Ibilisi. Nataka tusome kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 2 na mstari wa 14. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye ameshiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Kumbe kabla Yesu haja kufa kwa ajili ya dhambi zetu, aliyekuwa na nguvu za mauti ni Shetani. Sasa Shetani alikuwa amepata nguvu za mauti kwa njia gani? Jambo la kwanza, Shetani alipata nguvu za mauti baada ya kuwa amekuwa mtawala wa ulimwengu, baada ya kuwa amechukua mamlaka ya kutawala kutoka kwa Adamu na Hawa. Alipoona kwamba Adamu na Hawa wamepewa mamlaka hapa duniani, maana maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26-27 nasema kwamba Mungu akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Adamu na Hawa ndio walipewa uwezo wa kutawala na kumiliki kila kitu. Lakini baada ya kuwa Shetani ametumia ujanja wake, Ibilisi akatumia nyoka, akawa amechukua yale mamlaka. Kwa hivyo Shetani ama Ibilisi akawa amepata nguvu ya mauti dhidi ya mwanadamu, kwa maana alikuwa sasa amemtawala mwanadamu na si mwanadamu kumtawala Ibilisi. Alikuwa amepata access ya kutawala hapa duniani kwa hiyo njia. Lakini pia njia ya pili, Shetani alikuwa na funguo za mauti na za kuzimu. Shetani baada ya kuwa amefukuza kule mbinguni, alikuja hapa duniani akaweka makao yake, ambao makao yake ni mahali kunaitwa kuzimu. Kama vile ukisoma kwenye kitabu cha Isaiah 14:11 inaelezea kuhusiana na makao ya Shetani ambao ni kuzimu. Lakini pia kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 8 inaelezea kuhusiana na makao ya wapi? Inaelezea kuhusiana na makao ya kuzimu, ambao ni makao ya Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pointi yangu iko wapi? Pointi yangu iko hivi: baada ya kuwa Shetani amekuwa na nguvu za mauti na kuzimu, baada ya kuwa amenyang'anya Adamu na Hawa mamlaka na akawa ako na funguo za mauti na za kuzimu, ilikuwa inatokea hivi kwamba kama mtoto yoyote wa Adamu amekufa ama mwanadamu yoyote amekufa, yule mtu awe ni mtakatifu ametembea na Bwana, iwe ni Ibrahimu au iwe ni yoyote yule mtu alikuwa anaenda kuzimu. Ni vile kulikuwa na aina mbili za kuzimu. Kulikuwa na kuzimu ya watakatifu waliokuwa wamekufa wakiwa wateule wa Mungu, na kuzimu ya watu ambao walikufa katika dhambi. Ila zote zilikuwa zinaitwa kuzimu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 37 na mstari wa 35, Yakobo hapa anasema nitamlilia mwanangu mpaka kuzimu. Ina maana kuzimu, ina maana kwamba Yakobo akifa alikuwa anajua ni bila shaka ataenda kuzimu. Lakini kulikuwa na tofauti ya kuzimu ya wateule, lakini hizo kuzimu zote aliyekuwa amebeba funguo zake, kwamba mtu akiwa amekufa akiwa ameokoka, yule alikuwa anamfungulia ndio aende kuzimu, alikuwa ni Shetani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 18, hapa ni Yesu anaongea, anasema nilikuwa nimekufa na sasa ni hai na ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwa hivyo kile ambacho Yesu alifanya zile siku tatu alipoenda kule kuzimu, cha kwanza alienda kuhubiri Injili, lakini cha pili alihakikisha kwamba amemnyang'anya Shetani funguo za mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye alikuwa anampendeza Mungu, ni mteule wa Mungu, wote shetani ndiye alikuwa anawaingiza kuzimu, ndiye alikuwa ametawala, ndiye alikuwa na mamlaka wakati ule. Sijui kama anaeleweka. Kuna verse moja ambayo nataka niisome hapa ndio nipate kueleweka vizuri. Kwenye kile kitabu cha Petro, ningependa nichukue Biblia yangu hapa, kwa hivyo mnistiri kidogo. Kitabu cha Petro wa kwanza. Kitabu cha Petro wa kwanza. Nataka tusome Petro wa kwanza mlango wa 3. Nataka tusome mstari wa 18 lakini pia 19. Maandiko yanasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya hao wasio haki, ili atuletee kwa Mungu ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauishwa, bali roho yake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa, ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu. Nataka tuishie pale. Kwa hivyo hiyo verse inatufundisha vitu tofauti, ya kwamba zile siku 3 baada ya kuwa Yesu ameenda kuzimu, alienda kuwahubiria watu waliokuwa vifungoni, watu waliokuwa misukule, watu waliokuwa wamekufa wakati wa sheria, akawahubiria. Na hapo ndio wanasemanga ni bila shaka Judas Iskarioti, maana wakati ule alikuwa kuzimu, alisikia injili ya Yesu Kristo. Kwa hivyo ina maana kwamba neema ama watu wale ambao walikuwa hapa duniani wakati wa Yesu, sio wenye tu peke yao walipokea neema, lakini pia wale walikuwa kuzimu. Ndio maana Yesu alizaliwa katika dhambi ili awaokoe wale ambao walikufa wakiwa ndani ya dhambi, ndani ya sheria ama chini ya sheria, ambao wako kuzimu. Kwa hivyo alienda kuwahubiria. Hata akina Judas Iskarioti, ilikuwa ni sheria imewekwa na Mungu kwamba huyu mtu amsaliti Yesu, na hakuwa anaweza kubadilika. Kwa hivyo ina maana Yesu alipoenda kumhubiria kule, ni bila shaka Judas Iskarioti alipokea ujumbe na aliokoka. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanasema kwamba Judas Iskarioti hata patikana mbinguni. Kwa nini? Sababu ni gani? Na kama Yesu hizo siku 3 nimekusomea kwamba alienda kuzimu kwenda kuhubiria watu, si mmoja kati ya watu ambao alienda kuhubiria ni Judas Iskarioti. Na kulingana na vile Judas Iskarioti alijutia makosa yake, ni bila shaka alienda akautubu na akaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilikuwa nafundisha, nasema hivi, Yesu alienda akahubiri, lakini jambo la pili, alienda akachukua funguo za mauti na za kuzimu, kulingana na vile tumesoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 1 mstari wa 18. Alienda akachukua funguo za mauti na za kuzimu. Haimaanishi kwamba ati kwa sababu Yesu amechukua funguo za mauti na za kuzimu eti kwamba mauti atachukua watu. Hapana. Kila mtu ambaye atatenda dhambi, kila mtu ambaye ataongea maneno aseme nataka nife, na yule mtu hajaokoka, baada ya kuwa yule mtu amenena akasema nataka nife, baada ya kuwa yule mtu amekufa, maana atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kile ambacho shetani anafanya huwa anaendea ufunguo kwa Yesu, anamwambia kuna mtu wangu hapa ambaye nafaa nimweke kuzimu. Kuna mtu ambaye ametenda dhambi, maana maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Shetani anaenda anamwambia, kulingana na maandiko anasema kwamba atendaye dhambi ni wangu. Kwa hivyo kile ambacho shetani ama Ibilisi anafanya, ama roho ya mauti inaendea Mungu, inachukua hiyo roho ya mtu, na yule mtu ndio hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui naeleweka. Kwa hivyo ina maana kwamba si eti kwamba mauti na kuzimu haiwachukui watu siku hizi, lakini inachukua wale watu ambao ni wake, wale ambao ni wa Mungu. Mungu yeye mwenyewe anatuma malaika wake, wanakuja wanamchukua yule mtu.
lakini kuzimu ya zamani ya walokole na wale ambao sio walokole ilikuwa imedividiwa na